Kwa jina naitwa Salum Juma Kiambi, ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma. Leo tutazungumzia kwa ujumla wake issue ya masoko katika mji wa Tunduma. Kama baraza la madiwani halmashauri ya mji wa Tunduma na serikali kwa ujumla wa wilaya wa halmashauri ya mji wa Tunduma, tumedhamiria kumalizia masoko yote ambayo yalikuwa yamesimama, lakini na kuanzisha masoko mapya, lakini na kuboresha masoko kuwa ya kisasa. Kwa mfano, kulikuwa na ujenzi wa soko la Komesa, soko ambalo lilikuwa tunajenga kwa ufadhili, na soko hilo tulikuwa tumefika katika hatua fulani, lakini likawa limesimama kutokana na wafadhili wetu wa Komesa kutuletea fedha, lakini wakati mwingine na mkandarasi ambaye alikuwepo hapo alisimama kutokana na kutopata malipo yake kwa wakati. Kama halmashauri tumepushi, na kwa sasa soko la Komesa linaendelea na ujenzi, na tunaamini kabisa kwa 100% linaenda kukamilika. Hivyo ni watoe hofu wananchi wa Tunduma wanaojishughulisha katika soko lile la Komesa, na tuseme tuwape pole kwa sababu walitoka katika maeneo yale wakajibanza katika vibanda vya pembeni, vibanda vya muda. Sasa soko linakwenda kukamilika kwa 100% na soko la kisasa, na watarudi katika soko lao na wataendelea na shughuli zao za kujipatia kipato na kukuza mitaji yao. Lakini tunalo soko la Machinga maarufu kama stendi ya zamani. Halmashauri imeshapeleka fedha zaidi ya bilioni 1.3 ambazo zinaenda kukamilisha soko la Machinga kwa awamu ya kwanza. Tayari mkandarasi yuko pale anaendelea na ujenzi, na tunatumai tukikamilisha awamu ya kwanza kwenye bajeti ijayo pia tutatenga fedha kwa ajili ya kuendelea na awamu nyingine. Lengo ni halmashauri kuwatengenezea masoko ya kiwango kizuri wananchi wa mji wa Tunduma na wafanyabiashara wadogo wadogo, ili waweze kujipatia kipato na kukuza mitaji yao na kuendesha maisha yao kupitia masoko yetu haya. Ni kweli ukiangalia mji wa Tunduma unapokea wageni wengi, lakini una vijana wengi ambao wanajishughulisha na biashara, wapya ambao wanajitokeza nao ni wengi. Na ndio maana baraza la halmashauri ya mji wa Tunduma likiongozwa na mimi kama mwenyekiti tumeazimia, kwa sababu tukisema tuwe tunatenga fedha kila mwaka tutachelewa sana, tofauti na ongezeko la watu. Mahitaji ya masoko ni makubwa sana. Tumeelekeza wataalamu waendelee kutafuta wabia ambao watakuja, tutawapa maeneo, wataboresha masoko na kuyajenga kwa kiwango cha kisasa, ili kuondoa sasa hii adha iliyopo ya vijana wetu na wafanyabiashara wetu waliopo katika mji wa Tunduma kukaa barabarani. Wawe na maeneo maalum ambayo wataweza kufanyia biashara zao na kukuza kipato chao na kuendelea kuchangia ushuru na kodi zote katika halmashauri ya mji wa Tunduma na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo masoko mengi tutajenga, na tunazidi kutafuta wabia ili tuweze kuwapa maeneo, na maeneo tunayo ambayo ni potential kabisa ya kibiashara, ili tuweze kujenga na kupunguza changamoto ya wafanyabiashara kukaa barabarani na sehemu ambazo si rasmi. Kwa jina naitwa Frank Mwasandui Mponzi, diwani wa kata hii ya Majengo. Jambo la kwanza nianze na kuipongeza halmashauri. Sina mashaka hata kidogo. Hapa tayari mfadhili amekubali kutoa fedha, ndio maana nakwambia amekuja mkandarasi mwingine, tumesaini mkataba mpya. Soko la Machinga ukipita pale unaona shughuli zinaendelea. Halmashauri imetoa bilioni 1.3. Tunaamini kufika mwezi wa 12 soko lile litakuwa limekwisha, na Wamachinga kwenye ile pati ya phase 1 itakayokuwa imekamilika, tutawaondoa barabarani pale na kuwaingiza pale sokoni. Safari hii makosa yaliyofanyika safari iliyopita hayawezi yakarudiwa tena. Hizi fedha zimetoka European Union kuingia soko la Komesa. Komesa ndo wanajenga hili soko, na mkandarasi tuliyempata ni mkandarasi mwenye uwezo tofauti na tuliokuwa tumempata mara ya kwanza. Kabla fedha haijatoka, analeta mobilization kwanza hapa na kuendelea na shughuli za ujenzi. Vitu vilivyochelewesha mara ya kwanza wanasema exemption ya kodi, hivyo vilituchukulia muda, lakini sasa hivi tumeamua kwenda navyo kwa kasi ili mambo yakamilike kama tunavyotarajia. Kwenye kata yako ya Majengo ndio soko yenye bahati tunaweza tukasema kwa mji wetu wa Tunduma kujengewa
juu. Na masoko yote haya mawili yamekwama. Mheshimiwa Diwani, wewe kama msemaji wa wananchi, unawahakikishia vipi wananchi kwamba masoko haya yatakamilika na wafanyabiashara waendelee kuendesha? Shule ya awali na msingi Twiza inayofuraha kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa mwaka 2026. Shule ina usafiri wa uhakika kwa wanafunzi wote, ina walimu waliobobea katika ufundishaji, inapokea wanafunzi kuanzia darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita. Inapokea wanafunzi kuanzia miaka 2 na kuendelea. Shule huwapeleka wanafunzi kujifunza kwa vitendo. Inafundisha lugha ya Kichina na Kifaransa. Fomu za kujiunga na shule ya awali na msingi Twiza zinapatikana shuleni Twiza na New Hope Stationery, au piga simu namba 0762301010 na 0758121302. Karibu shule ya awali na msingi Twiza. Your journey begins here. Na uongozi wa shule ya sekondari Twiza unayofuraha kuwatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza hadi cha 4 na nafasi za QT na PC kwa wanafunzi wote kwa mwaka wa masomo wa 2026. Shule ya sekondari Twiza ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayoongozwa kwa maadili ya dini. Inafanya vizuri kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa kwa wanafunzi wote, vitabu vya kutosha kwa wanafunzi wote. Fomu za kujiunga na shule ya sekondari Twiza zinapatikana shuleni Twiza na New Hope Stationery. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0743141010 au 0752507728. Shule inapatikana Tunduma, Songwe. Karibu shule ya sekondari Twiza. Education is heritage. Na katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram ni Twiza Schools. Nyote mnakaribishwa.